Tuangalie katika hili lisa la pili, tuangalie mfungaji bora NBC Premier League Tanzania kwa msimu wa mwaka 2025 2026. Huyu anakwenda kwa jina la Mosi Ndumumwe kutoka timu ya Singida Black Stars, akiwa amefunga mabao 17. Kwa nini huyu ndio awe kwa nini Mosi ndio awe mfungaji bora? Kwa nini ameibuka mfungaji bora? Kumbusho anasema niko hapa mwana Simba. Asante sana. Twende pamoja. Kwanza Mosi anaongoza kwa mabao mengi. Ndiye kinara wa mabao yote ligi kuu. Amefunga mabao 17 akiwazidi washindani wake wote. Ana consistency kubwa, hafungi kwa bahati tu. Anafunga mfululizo kila wiki, na ameisaidia Singida Black Stars kupata pointi muhimu katika msimu huu wa mwaka 2025 2026. Ana uwezo mkubwa wa kufunga kwa njia tofauti. Ana uwezo wa kufunga mabao ya karibu, inside the box. Ana uwezo wa kufunga kwa kichwa, na vile ana uwezo wa kufunga mikwaju ya haraka, counter attack. Ukisikia vipaji bwana, vipaji ndio hivyo. Mosi anafanya kazi kubwa kwenye mashambulizi. Sio striker wa kusubiri mpira tu. Anashuka kusaidia build up na kurudi kushambulia. Yohana anasema Pacome hajavunjika jana. Nilimuona pale Benjamin bwana. Nyie Yohana. Mungu Baba Mwenyezi. Umenishangaza, imebidi nishangae kwa herufi kubwa. Eti Pacome hajavunjika. Kwa hiyo yule aliyevunjika uwanjani na si wengine tukamuona alikuwa nani? Yohana bwana. Wewe tafuta story nyingine. Ushindani wa Mosi, ushindani wake ni mkali. Wapinzani wake wakuu ambao wanachuana hapo kwenye kufunga magoli ni Faisal Salum ambaye anaichezea Azam FC akiwa na mabao 15, pamoja na Alan Okello, huyu ni wa Simba, akiwa na mabao 14. Kwa hii inaonyesha ni race bado ni ngumu, lakini yeye ndio anayeongoza. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba mfungaji bora wa NBC Premier League kwa sasa ni Mosi Ndumumwe wa Singida Black Stars akiwa na mabao 17. Ameonyesha kiwango cha juu cha ufungaji, consistency na uwezo wa kufunga mabao ya aina mbalimbali, akiwa mbele ya Faisal Salum mwenye mabao 15 na Alan Okello kwenye mabao 14. Ndumumwe ndiye kinara wa mashambulizi msimu huu. Haya, hongera sana Mosi. Haya sasa, kwa hiyo mmesema mechi ya ayo mashindano ya CRDB Simba wataibuka bingwa. Timu malalamiko. Kwa kuna timu bingwa, timu malalamiko, alafu wao wanaoshika nafasi ya 3 wenyewe wanaitwa timu gani? Mnajua kupachikana majina nyie watu. Haya sasa. Nipite na ujumbe wake msichana wangu hapa, anasema huyo Yohana ana matatizo. Atakuwa timu Yohana ana matatizo, atakuwa timu malalamishi. Mtu anaumwa yuko hospitali, yeye anasema kamuona mitaani huko. Huyo ni matatizo, ni matatizo ya afya ya akili. Hayo ni matatizo ya afya ya akili. Yohana, mimi mwenyewe kwa kweli ujumbe wa Yohana umenishtua. Jamani, unajua kuna kile kitu ambacho kiko wazi kwa kila mtu. Yaani hata mtoto ukimuuliza anaweza akakujibu. Alafu tena unakuja kusema hapana, haiko hivyo. Inaonekana utaonekana kwa kweli hapana. Haya, tugeukie sasa katika kipengele kingine.
Tugeukie katika kipengele kingine hapa kwenye hili lisaa la pili la kipindi hiki cha Mambo Leo. Tuangalie kipengele kingine hapa. Tuangalie ratiba ya mechi, hatua ya mtoano kombe la dunia. Spain hawa watacheza na Austria, Portugal watacheza na Croatia, USA hawa watacheza na Bosnia pamoja na Herzegovina. Baadhi ya mechi tayari zimekuwa katika ratiba ya mtoano. Utabiri wa Ulaya, msichana wangu upo. Utabiri wa Ulaya, Spain watacheza na Austria. Spain wanatawala umiliki wa mpira. Kwa hiyo utabiri unaonyesha kwamba Spain wataibuka na bao 2-1 dhidi ya Austria. Halafu Portugal hawa watacheza na Croatia. Croatia wana midfield imara. Portugal wana wachezaji wenye uzoefu. Utabiri ni kwamba Portugal wataibuka na bao 2-1 dhidi ya Croatia. USA pamoja na Bosnia, USA wana kasi na nguvu ya vijana. Utabiri unaonyesha kwamba USA wataibuka na bao 2-0 dhidi ya Bosnia. Ndio hivyo, Kumbusho anasema Mosi ana haki zote za kupata ufungaji bora. Ni kijana ambaye amekuja kutupa changamoto na kujiuliza. Haya sasa, asante sana. Ujumbe wako Kumbusho bwana unaonyesha kwamba tunahitaji wale watu kutoka mataifa mengine au raia wengine wa kigeni kuwe na mchanganyiko. Tunajifunza kutoka kwao na wao wanajifunza kutoka kwetu. Angel anasema nipo mamangu, asante sana msichana wangu, usiniache mwenyewe. Twende pamoja hadi tamati. Kwa hiyo katika kipengele hicho cha utabiri mambo ndio kama yalivyo. Tuangalie sasa michezo mitano. Top 5. Michezo mitano ambayo inapendwa na inachezwa kwa hapa nyumbani kwetu Tanzania. Kwanza, mchezo unaopendwa zaidi ni mchezo wa soka. Kimombo anasema football au mpira wa miguu. Huu ni mchezo ambao katika miongoni mwa michezo yote inayojulikana duniani, huu ni mchezo ambao una mashabiki wengi zaidi. Ni mchezo unaoongoza. Ndio mchezo namba 1 kwa umaarufu Tanzania na duniani kote. Una mashabiki wengi sana. Tukirudi nyumbani una mashabiki wengi sana. Tukiangalia mashabiki wa timu ya Yanga, Azam, Simba, kina Singida. Na mchezo huu wa soka kwa Tanzania una ligi kubwa kama NBC Premier League. Na unachezwa kila kona ya nchi. Soka ndio moyo wa michezo. Moyo wa mchezo ni soka bwana, mchezo wa soka. Baada ya mchezo huo, mchezo unaoshika nafasi ya pili ni mchezo wa riadha. Kwa kimombo anasema athletics. Tanzania imetoa na riadha wakubwa kama Philbert Bayi. Mashindano ya mbio za kati na marathon yanapendwa sana. Na siku hizi simeona kuna marathon nyingi huko. Kuna CRDB marathon, kuna Bunge marathon. Marathon zimekuwa nyingi. Kwa hiyo riadha inashika nafasi ya pili. Huleta medali kimataifa, yani Olympics na dunia. Huu ni mchezo ambao umeshika namba 2. Haya, nikipita hapa na ujumbe wake nani huyu? Ujumbe unanikimbia bwana, hautaki nisome. Emmanuel anasema wa Makumbusho Njombe. Yeye anasema Simba wakitaka kufanikiwa katika msimu ujao zaidi wasiingie tamaa na kuuza wachezaji. Kumbe tamaa ipo kila pahala. Emmanuel anasema Simba mkitaka kufika mbali
Msiingiwe na tamaa mkauza wachezaji. Kwa hiyo Emmanuel, unataka kusema nini? Unamaanisha kwamba wakiona mchezaji wakimuuza wanapata pesa ndefu, inabidi wamuuze pesa iingie. Hayo mambo ya kushinda na kunania ubingwa hayo ni baadaye. Sawa, tukirejea katika top 5 ya michezo ambayo inapendwa, ambayo iko juu, namba 3 ni basketball. Inakuwa kwa kasi sana, hasa miji mikubwa kama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza. Hata Dodoma siku hizi naona kila jioni kuna sehemu fulani hapo ukienda unakuta wanacheza basket. Kipindi cha weekend ndio kabisa mambo bulbul. Inaungwa mkono na shule pamoja na vyuo. Tanzania imewahi kutoa mchezaji NBA kama Hashim Thabit. Netball, huu ni mchezo ambao umeshika nafasi ya 4. Ni mchezo maarufu kwa wasichana mashuleni. Mashindano ya shule na mikoa yanafanyika mara kwa mara. Ni mchezo mkubwa hasa katika sekta ya elimu. Netball, mimi nakumbuka wakati tunasoma mnalazimishwa kabisa kucheza, yani ujue usijue umo lazima mcheze. Mchezo ambao umeshika nafasi ya 5 katika ile michezo ambayo ni top 5 ni mchezo wa boxing. Mchezo huu una historia Tanzania, ndondi ya taifa. Wapiganaji hutokea kwenye mikoa mbalimbali. Na mchezo huu unapendwa kwenye maeneo ya mijini na mashindano ya ligi za ndondi. Hii ni top 5 bwana, ya michezo ambayo inapendwa zaidi hapa nchini. Namba 1 ni soka. Si mnaona, lakini hata wewe unaona unavyopenda soka. Imeshika nafasi ya kwanza bwana. Sawa, ni kipengele hicho cha top 5 katika michezo. Tunaachana nao. Kumbusho anasema mchezo wa 3 ndondi. Haya, sasa asante sana kwa ujumbe wako. Asante sana kwa ujumbe wako Kumbusho.